Mambo vipi mwana SnS popote pale ambapo unatufuatilia, karibu tena. Ni siku ya Jumatatu Julai 6 mwaka 2026 napokutana tena hapa kwenye GPS. Nipo na wenzangu DJ Sma pamoja na Henry Mwanuka. Ali atajiunga nasi baadaye mbele huko, kwa hiyo tutakuwa naye pia leo. Guys, mko vizuri? Tuko vizuri kaka, nashukuru Mwenyezi Mungu. Safi, sawa. Alhamdulillah, mko ni mwema. Sawa. Basi tuangalie, tusiwacheleweshe wana SnS leo. Tuanze na yale ambayo tunazungumzia. Tunaendelea kuangalia mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei. Mengi yamejiri katika siku mbili ambazo hatukuwepo, yani weekend, Jumamosi na Jumapili, na leo pia mambo yakiendelea. Sasa kilichopo ni kwamba maelfu ya waombolezaji waliovalia mavazi meusi wamefurika katika mji mkuu wa Iran, Tehran, kushiriki msafara wa mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei, huku baadhi yao wakitoa kauli kali za kutaka kisasi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Jeneza la Khamenei likiwa limefunikwa kwa bendera ya Iran lilibebwa juu ya lori maalum lililopambwa kwa maua na muundo unaofanana na mapambo ya maeneo matakatifu ya Kiislamu. Pamoja nalo kulikuwa na majeneza ya baadhi ya wanafamilia wake waliouawa katika shambulio la anga la Februari 28 lililoanzisha vita kati ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Picha za helikopta pamoja na video zimeonyeshwa na televisheni ya taifa ya Iran, ambapo umati mkubwa ukitanda kutoka Azad Square hadi umbali wa kilomita kadhaa kwenye barabara kuu ya mji huo. Ingawa mamlaka hazijatoa idadi rasmi ya watu waliohudhuria, umati huo ulionekana kuwa mkubwa kuliko ule wa mazishi ya Jenerali Qasim Soleiman mwaka 2020 ambao uliripotiwa kuvuta zaidi ya watu milioni 1. Waombolezaji wengi walijaribu kugusa lori lililobeba jeneza, huku wengine wakirusha vitambaa na skafu ili vigusishwe kwenye jeneza kama ishara ya baraka. Hisia za hasira zilitawala sehemu kubwa ya msafara huo. Mmoja wa waombolezaji, Fatma Hassan, alisema siku hiyo ilikuwa nzito kwa taifa la Iran, lakini si ya kuaga pekee. Hatuko hapa kumwaga tu kiongozi wetu, tuko hapa kwa ajili ya kisasi na tutalipiza kisasi, alisema. Katika baadhi ya maeneo, waombolezaji walionekana wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe mkali dhidi ya Trump na Netanyahu. Sanamu ya mfano wa Trump ikining'inizwa pia ilionekana kwenye njia ya msafara. Waombolezaji wengine walirusha mawe kwenye bango lililokuwa na picha ya Trump pamoja na ujumbe uliosomeka, Marekani imemuua baba yetu, hatutawaacha mwende. Mamlaka za Iran zimeweka ulinzi mkali kuhakikisha msafara huo mkubwa haugeuki kuwa machafuko. Maafisa walitumia vipaza sauti kuwataka watu watembee taratibu, wasisukumane na wabaki pembeni mwa barabara ili kuepuka mkanyagano. Tahadhari hiyo inatokana na kumbukumbu ya mazishi ya Ayatollah Ruhollah Khomeini mwaka 1989 ambapo zaidi ya watu 10 walikufa na wengine zaidi ya 10,000 kujeruhiwa kutokana na msongamano mkubwa. Tehran pia ilifunga anga lake Jumatatu hii, huku shughuli nyingi za kawaida katika mji huo zikisimama kupisha maombolezo. Kwa mujibu wa Jenerali Hassanzadeh wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, msafara wa jeneza la Khamenei utapita katika mitaa Tehran kwa takriban saa 12 kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mehrabad. Baada ya hapo, shughuli za mazishi zitaendelea katika maeneo mengine kabla ya kuhitimishwa Alhamisi, ambapo Khamenei anatarajiwa kuzikwa katika eneo la Imam Reza mjini Mashhad alikozaliwa. Kadri mazishi yanavyoendelea, wito wa kulipiza kisasi dhidi ya Marekani na Israel umeongezeka. Waombolezaji walibeba bendera za Iran, Hezbollah na bendera nyekundu zinazotafsiriwa kama ishara ya kisasi. Sar Zaratgar, mmoja wa waombolezaji, alisema wananchi wa Iran wamekusanyika kuonesha kuwa njia ya Khamenei itaendelea. Kila mmoja wetu ataendelea kwenye njia yake na hivi karibuni tutalipiza kisasi dhidi ya Marekani na Israel, alisema. Wakati Tehran ikiomboleza, waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema viongozi wote wa Iran watakaojaribu kuendeleza mipango ya kuiangamiza Israel watakabiliwa na hatma kama ya Khamenei. Katz alisema Khamenei aliuawa kwa sababu aliongoza mpango wa kuiharibu Israel. Muuaji ameuawa, alisema Katz. Kiongozi yeyote wa Iran atakayejaribu tena kusukuma mpango wa kuiangamiza Israel naye atazuiwa. Alisema kauli za baadhi ya waombolezaji kutaka Trump auawe zinaonyesha asili halisi ya utawala
wa Iran. Sasa kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei bado hajaonekana hadharani tangu kujeruhiwa kwake katika mashambulizi ya mwanzo wa vita yaliyomuua baba yake, mkewe na mwanawe. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, maafisa wa usalama wa Iran walikataa ombi lake la kuhudhuria mazishi ya baba yake kwa hofu ya jaribio la kuuawa na Israel. Kwa mujibu wa Mohamed Eslami, mtafiti kutoka chuo kikuu cha Tehran, Mojtaba Khamenei hawezi kuhudhuria msafara wa mazishi ya baba yake kwa sababu vita bado havijaisha. Akizungumza na Al Jazeera, Eslami amesema usitishaji mapigano uliopo kati ya Iran, Marekani na Israel bado ni dhaifu sana, jambo linalofanya kuonekana hadharani kwa Mojtaba Khamenei kuwa hatari kubwa kiusalama. Sasa tuanze na Henry. Bila shaka umefuatilia video, picha za mazishi. Nataka kwanza uniambie kitu gani ambacho umekigundua, bila kusahau pia tuliona watoto wake watatu wa kiume, wale wengine ukimtoa Mojtaba, pia wao walihudhuria weekend hii na walikuwa wanalia sana kwa huzuni kumlilia baba yao. Nataka nisikie kutoka kwako observation ipi ambao umeiona weekend hii? Sky, mimi nilichokiona tu ni kwamba taifa la Irani ni kama limekuja kwa pamoja kuomboleza kifo cha kiongozi wao mkuu Khamenei Ayatollah, na of course wameonyesha kuwa na mshikamano wa hali ya juu toka kifo hicho kimetokea, lakini pia hata baada ya hatua za mazishi yake kutangazwa, hatujaona labda kuna baadhi ya watu wakiandamana kuonyesha kufurahi au hata kufanya labda vurugu za kutaka kuingilia mchakato huo. Kwa hiyo ni kana kwamba taifa zima kwa asilimia kubwa limeungana ili kuweza kumwaga Khamenei, na unaweza ukaona hivyo kwa mamilioni ya watu ambao wameonekana wakishiriki kwenye shughuli ya mazishi haya. Watu ni wengi kweli kweli, na wamekuwa wakibeba bendera, wakiwa wamevaa nguo, na pia hata mabandiko mbalimbali yakionyesha ni namna gani wao kama taifa wameendelea kumuaga na kumuenzi kiongozi wao huyo. Lakini pia kwa Irani kwa sasa hivi ni kama kuna kitu kimoja kinaitwa unity in grief, kwa maana ya kwamba kumekuwa na umoja na ushirikiano mkubwa kwa wananchi wa taifa la Irani katika kuungana katika kuomboleza. Kwa hiyo taifa ni kama lipo kwenye hali ya maombolezo mazito, na kwa mantiki ya nchi za magharibi na nchi za kwa mfano Marekani of course na kina Netanyahu ambao wamekuwa mara nyingi wakionyesha kwamba taifa la Irani, viongozi wale wamekuwa wakiongoza kwa mabavu na hawapendwi na Wairani. Sasa hii kidogo ukiangalia inaleta taswira ya tofauti, kwa kuonyesha kwamba mamilioni ya Wairani wanaonekana wanaunga mkono uongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran ambao umekuwa madarakani toka mwaka 1979. Kwa hiyo hii inaleta changamoto kidogo kwenye kuzielewa na kuzitafsiri siasa za taifa la Irani, ambapo tumekuwa tukipewa tafsiri na vyombo vya magharibi kwamba Irani ni taifa ambalo halina haki na raia na wananchi hawaipendi kabisa serikali ya Iran ambayo inaongozwa na serikali actually yenye asili ya mapinduzi yaliyofanyika mwaka 79. Kwa hiyo ni kama wamekuwa watumwa, wanaishi chini ya shuruti, wamekuwa kama vile wanalazimishwa kuishi Irani na kwa utaratibu ambao umewekwa. Lakini kiongozi asiyependwa, kiongozi asiwe na ile tunasema touch au mguso na wananchi wake, hawezi kuzikwa kwa staili hii ya Khamenei, kwa sababu wale watu sio kwamba wamesombwa na mabasi au wamebebwa kutoka, ni mamilioni ya watu, huwezi kuwabeba watu wengi kiasi kile. Kwa hiyo maana yake ni kiongozi ambaye anaonekana alikuwa mioyoni mwa Wairani wengi, na tunatakiwa tufahamu kwamba Irani kuna makundi mengi, lakini Washia nafikiri wanatengeneza zaidi ya 60% ya Wairani wote. Kwa hiyo na serikali ya mapinduzi ya Irani
imekuwa ndio kama taifa kiongozi, hasa linapokuja swala la washia, hasa katika muktadha wa itikadi za kishia, na wafuasi wa tabaka hilo la kishia, na wametapakaa kama ambavyo tulisema awali, wametapakaa kwenye mataifa mbalimbali. Wapo Iraq, wako Syria, wako Lebanon, wapo nchi zote tunazozifahamu za Kiarabu kuna kundi la washia, na washia ina maana wanaunga mkono na wana support kile ambacho Irani wamekuwa wakikipigania kwa muda mrefu. Irani amekuwa kwa nchi za Mashariki ya Kati, Irani amekuwa kama ndio alama ya uongozi wa kupinga sera za kimagharibi, sera ambazo wanaamini kandamizi na ambazo zimekaa kimaelekezo. Kwa hiyo wao ndo wanaongoza ile tunasema the axis of resistance, kwa maana ya ule muhimili wa kama vile kupinga unaosimamia kupingwa kwa sera za kimagharibi na sera kandamizi, na wamekuwa wakijipambanua kwamba wao wanashikilia ile hali ya taifa kuheshimiwa, lakini vile vile na kusisitiza umuhimu wa kuheshimu taratibu, tamaduni na mipaka ambayo wamejiwekea wao kama nchi, kitu ambacho Marekani wamekuwa wakikipinga. Na katika muktadha huo na katika hali ya Marekani of course na Israeli kutokutaka pia ku lose control ya Middle East, manake Irani anaonekana kama ni mtu mtundu au kijana au mtoto mtundu ambaye anawasumbua kwa mantiki ya kwamba wanashindwa sasa kuwa na total control ya udhibiti wa eneo la Mashariki ya Kati kwa maana ya Middle East. Kwa hiyo Irani amekuwa kama ni adui, Irani amekuwa kama ni unaweza kwa wao wanachukulia ni kama ni kiungo ndani ya mwili chenye kansa ambayo inaweza ikasambaa, kwa hiyo ni lazima wakate. Sasa katika namna ya kukata ni kile kiungo kilichokaa sehemu mbaya ambacho kukikata ni kazi, na wakati mwingine kinaweza kikakuambukiza na wewe matatizo. Kwa hiyo imekuwa katika muktadha huo, sina nia mbaya ya kuiframe Irani vibaya, lakini hivyo ndivyo Waisraeli na Marekani wanavyoichukulia Irani. Haina maana nchi nyingine zinachukulia hivyo, ila wao wanaona Irani ni kama tatizo kubwa kwao kwa sera zao na mipango yao ya muda mfupi na muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo katika muktadha huo unaweza ukaona kwamba wamekuwa wakijaribu pia kufanya sabotages nyingi sana ndani ya Irani, hasa kutengeneza hali ya chuki baina ya Wairani pamoja raia wa Irani pamoja na uongozi. Tunafahamu hata Trump wakati anatangaza kwenda kuishambulia Irani na kutangaza vita ile, alipata kusema kwamba wao wanawasaidia wa Irani kuchukua hatima ya nchi yao mikononi mwao. Kwa hiyo akasema tu kwamba sasa kazi kwao waweze kuchukua, wabadilishe hatima zao na waweze kuishi katika maisha mazuri ambayo wao wa Marekani wanasema watayaishi ikiwa watauondoa uongozi huu uliopo madarakani, ambao wamesema wamejaa viongozi wenye misimamo mikali, radicals, ambao wamekuwepo toka mwaka 1979. Kwa hiyo hiki kilichotokea kinaonyesha utofauti mkubwa, na nafikiri hata vyombo vya kiintelijensia vya Marekani na Israeli kwa sehemu vitakuwa vimekuwa disappointed, yani vitakuwa vimejisikia yani ni ile mlileta taarifa hizi alafu leo hiki kinachoonekana mbona inaonekana si sehemu ambayo tulikuwa tuna taarifa sahihi za kwamba raia hawa wengi hawapendi kuwa chini ya uongozi wa Khamenei, lakini pia hawampendi Khamenei, ni mkatili na vitu kama hivyo. Na tukumbuke pia Khamenei ni kiongozi ambaye amepitia maswaibu mengi kwa katika hali yake ya uongozi. Amesimama katika kuhakikisha kwamba anasimamia ule msingi wa lile kundi linalowapinga wa Marekani na Waisraeli, na pia amekuwa kinara sana kwenye masuala ya Gaza na Lebanon. Sasa mwaka 1981 tukumbuke kwamba pia Khamenei, watu wengi walikuwa wanamuona Khamenei akitembea na mkongojo hivi. Ni kwa sababu mkono mmoja wapo wa Khamenei ulikuwa haufanyi kazi na alishambuliwa. Kuna shambulio la kujaribu kumuua lilifanyika mwaka 1981. Kwa hiyo madhara yake alikuwa yeye kupoteza nguvu ya kutumia ule mkono mmoja. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameshapitia changamoto nyingi,
na sasa hivi tunaona sasa watoto wake of course kama ulivyosema watatu wameshiriki mazishi haya, japokuwa si watu wengi tulikuwa tukitambua kwamba wengi tumemzingatia Mojtaba kwamba pengine ndo alikuwa, lakini kumbe kuna vijana wengine watatu wa kiume wa Khamenei ambao wapo na Mojtaba of course kama ulivyo taarifa zinavyoonyesha, kutokana na masuala ya usalama imekuwa ngumu kwake kushiriki mazishi ya baba yake. Kwa hiyo ni hali unaweza ukaona ni mazishi ambayo yanaambatana na uchungu mwingi, kwa sababu hata kiongozi wao hawezi kwenda yani hali iko mbaya kiasi hicho, hawezi kwenda kushiriki kwenye mazishi ya baba yake kwa sababu tu kuna watu ambao watataka kumuondoa, na nafikiri wasiwasi zaidi unakuja kutokana na taarifa iliyotolewa na waziri wa ulinzi wa Israeli ambaye alipata kusema kwamba Mojtaba yupo kwenye ile listi yao, hit list, kwa maana ya kiongozi ambaye pia anatakiwa auawe. Sasa atauawa vipi na nini? Kwa hawawezi wanachukua hadhari au tahadhari kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Lakini yote kwa yote msiba wa Khamenei kwa Wairani ni kama umewaunganisha hivi na umefanya taifa kuwa katika hali fulani ya kuwa wamoja zaidi. Unaweza sema kwamba Wairani pengine sasa hivi wamekuwa wamoja zaidi kuliko hata kabla Khamenei hajafa. Kwa hiyo unajua wakati mwingine mnaweza mkafanya mpango, ule mpango ukaleta matokeo tofauti na yale nyinyi ambayo mliyakusudia mezani. Kwa sababu lengo lilikuwa ni kuisambaratisha dola ya Irani na kuhakikisha kwamba wakishamuua Khamenei, kwa sababu yeye amekuwepo kwa muda mrefu, kwa hiyo atakuwa ana sauti kubwa na maamuzi makubwa sana. Kwa hiyo akiondoka yeye, pengine Irani ingeweza kusambaratika. Lakini cha ajabu ni kwamba kifo chake ni kama sasa kimewaunganisha Wairani zaidi, kimewapa zaidi hali fulani ya kuona kwamba huyu mtu kama mpaka amekufa akiwa in defiance, anawakatalia hawa watu, huyu mtu pengine alikuwa anaipenda zaidi nchi, kwa sababu ni nani atayatoa maisha yake? Yani nani atayatoa maisha yake kwa ajili ya watu wengine? Kwa nini asifate maslahi yake binafsi? Kwa hiyo imeongeza hali fulani ya kuimbolden, tunasema kuimarisha zaidi utawala wa Irani ambao umekuwa ukiongozwa na serikali ya mapinduzi ya Irani ambayo imekuwepo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni kama imeongezea credit, imeongeza hamasa, na kuna namna baadhi ya Wairani hata kama walikuwa wanapinga sera, wanapinga baadhi ya vitu, pengine wanaona kwa mazingira haya tukisapoti kilichofanywa na Trump na Israeli itaonekana kama sisi tunaisaliti nchi yetu. Kwa hiyo kwa namna fulani wamepunguza hata ile hali ya mvurugano uliokuwepo ndani ya Irani baada ya Ayatollah kuwa ameuawa. Kwa hiyo mimi naweza kusema tu hivyo kwamba naona kama taifa la Irani kwa kile ninachokishuhudia ni kama limekuja kuwa pamoja na limekuwa na nguvu zaidi, kwa maana ya ule umoja na mshikamano kuliko hata ilivyokuwa pengine kabla Ayatollah Khamenei hajauawa. Sawa, Sma, umeona kuna wito ambao ni serious sana wa wananchi wa Iran wakitaka kisasi kilifanyike, kilipizwe, waliomuua kiongozi wao mpendwa, na wenyewe vile vile wapate adhabu ile ile, kwa maana ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa Israel Netanyahu. Naona kama ni ombi ama wito mzito kidogo kwa Iran kuweza kufanikisha, lakini pia kama hata kwa kufikiria tu kama likitokea, unadhani mambo yatakuwaje? Yani vita vitakuwaje na uhasama utakuwa na uzito gani baina ya hizi nchi tatu, mjumuisho wa vita vyenyewe kwa maana ya Marekani na Israel against Iran? Hali itakuwaje? Sawa, kuongea specifically kwenye hilo ni kwamba katika msiba tumeona jeneza ya mjukuu wa Khamenei. Sasa nataka tu niwekee wana SNS wakae wavute picha wenyewe kwamba mnamfahamu yule mjukuu wa Trump yule ambaye waga sengine anacheza naye yule. Hebu vuteni picha yule Iran ilishambulia alafu ikamuua yule White House pale.
Hebu vuta picha, taifa la Marekani lingekuwa kwenye hali gani? Cha kwanza, nchi za magharibi zingekuwa kwenye hali gani na zingereact vipi? Nadhani zote zingeungana kwa pamoja katika muunganiko ambao sidhani kama ushawahi kutokea, wakafanya something similar ambacho tulikiona kama shambulizi la kigaidi ambalo of course it was an inside job la September 11, jinsi ambavyo mataifa mengi yaliungana kwa pamoja kwa sababu ya kumuunga mkono Marekani kwa kushambuliwa 9/11 ile, na kufanya walichokifanya. Since then wamesababisha madhara makubwa sana, kuanzia kuivamia Afghanistani, Iraq, Libya na kwingineko. Ilianzisha kitu kinaitwa war on terror, almost 20 years kwenye war on terror. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho tunajua tungekiona, lakini mingi kwenye hili Henry ameelezea vizuri, na napenda niongelee vitu vikuu kama viwili hivi. Cha kwanza, kwa kugusia tu, sasa hivi intelijensia ya Marekani kwa lugha ya kawaida tu ya mtaani tutasema inawasuta uongozi wa kisiasa wa Marekani, kwa sababu ripoti zilionyesha vyombo vya intelijensia viliwaambia kumuua Khamenei hakutakuwa na faida yoyote, hakutobadilisha chochote, wala haitoleta kama wao walivyodhania kisiasa kwamba itawadhuru. Nadhani wengi tulikutana na hizo taarifa. Kwa hiyo sasa hivi wanawaambia kwamba we told you, nilikwambia. Nadhani hiyo tunajiwaga sometimes, unaweza kaambia mtoto wako au mshikaji wako, bana usiingie hapo, then kinamkuta. Lakini jambo la muhimu sana ni kwamba tuangalie, kuna kauli ya Trump, alafu nataka tutafakari jibu alilokutana nalo. Trump alitweet akasema hivi, naomba niisome ili niwe accurate. They are all there, wote wako hapo. One shot, shambulio moja tu, can take them all out, inaweza ikawamaliza wote, yani ikimaanisha ikawaua wote kwa pamoja. One shot, but we are not going to do that. Lakini hatutofanya hivyo because, kwa sababu then we will have nobody to negotiate with. Hatutokuwa tuna mtu wa kujadiliana naye wala kunegotiate. Sasa nataka to read between the lines. Sababu gani ambayo amesema inazuia wasifanye? Hawatokuwa na mtu wa kujadiliana naye. Hakusema it was against international rules, ilikuwa dhidi ya sheria za kimataifa. Akisema itakuwa morally wrong, itakuwa sio ustaarabu, kwa sababu wao wanajiita ndio nchi zilizostaarabika. Hakusema kutakuwa kuna collateral, kwa sababu pale ukishambulia kwa umati ule pale utasababisha a lot of collateral. Kuna watu wengi sana, nadhani watakaokufa ambao sio walengwa ni wengi kuliko watakaokufa ambao ni walengwa. Hakusema kuna zaidi ya nchi 100 ambazo zina delegation zao, kwamba kuna nchi zaidi ya 100 duniani zilipeleka washirika wao kwenda kuonesha kutoa hiyo pole na kuunga mkono. Kwa hiyo the only reason alilosema ni kwamba then we'll have nobody to negotiate with, tutakuwa hatuna mtu wa kujadiliana naye. Kwa hiyo this something nataka tutafakari hiyo kwa undani. Hiyo inakwambia mtu moral standing yake au mentality yake ikoje, iko wapi, kwamba they don't really care about international rules na vitu kama hivyo. Alafu pia kauli kama hiyo kutoa katika kipindi kama hicho pia sio ungwana, lakini yeye huenda akaona ni ungwana. Sasa tuangalie jibu alilokutana nazo. IRI embassy in Armenia, sikia alichokisema. People can be killed, watu wanaweza kuuawa, but ideas cannot. Lakini fikra au itikadi haiwezi. Na hichi kitu tumekuwa tunakijadili muda mrefu sana. Ishu kama ya Gaza na Hamas na let's say Lebanon na Hezbollah, ile ni ideology, ile ni kitu tunaita itikadi. You can never kill an ideology using bombs. Huwezi ukaua itikadi kwa kutumia mabomu. Kwa hiyo anasema you cannot but ideas cannot.
anaendelea kusema you killed Ayatollah Khomeini, mumemuua Ayatollah Khomeini, but in reality, lakini kwa uhalisia, sikiza haya maneno, you broke a perfume bottle, mumevunja chupa ya perfume whose scent, ambayo harufu yake, marashi yake spread every place, yametawanyika kila sehemu. Sikiliza, anaendelea kusema you don't understand these things, hamuelewi hivi vitu, because, kwa sababu you neither have civilization, kwa sababu hamjastaarabika, no history, hamuna historia, no honor, wala ungwana. Sasa kwa watu ambao wana uwezo wa kuelewa hii kauli na kuielewa vizuri, hii kuna sentensi 1, 2, 3, 4, 5 yenyewe peke yake tukiamua kuichambua naweza tukachukua hata masaa mawili, lakini this is the point kwamba na Henry hapo kagusia, huenda ukafanya jambo ukadhani ni solution, kumbe ikazaa tatizo kubwa zaidi. Mshai kusikia story ya Cobra na India kulikuwa kuna shida ya Cobra wengi sana India, na inagonga watu sana. Serikali akaja genius mmoja wa serikali akaja, bana, sikiliza, mtu yote ambaye ataleta Cobra tutamlipa. Kwa hiyo watu wakawa wanakusanya wanapeleka. Baadaye watu wakaja kugundua, unajua hii ni biashara, hii ni hela. Watu wakaanza kufuga Cobra manyumbani kwao, alafu wanawachukua wanaenda wanawauza serikalini. Kwa hiyo wakajikuta walitegemewa ni solution, wakazaa tatizo kubwa zaidi. Watu wakawa wameshafanya tena biashara ya kuuza Cobra. Serikali ikaja ikashtukia, I say Cobra tunakuwa tunaletewa wengi, hatukutegemea hivi, and matokeo yake tumeanzisha tena biashara nyingine. Ikasema sasa, kuanzia sasa hivi sisi hatununui tena Cobra. Watu walikuwa na maelfu na malaki ya mashamba ya kufuga Cobra. Walipoona tena sio dili, wakayafungulia yakarudi maporini. Kwa hiyo wakawa wametengeneza tatizo kubwa zaidi. Kwa hiyo the same thing ambacho wamekifanya hapa, kwamba wamejikuta wamezua tatizo ambalo ni kubwa zaidi. Tumeona watu milioni 9 mpaka 10. Yani niwape context watu waelewe. Hivi naomba munisaidie ambao tuko hapa pamoja. Dar es Salaam population yake ni watu wangapi? Nadhani 6 huko, si ndio? Yeah, iko around 6 mpaka 8 huku, umeona. So tuchukulie minimum 6. Zanzibar, Unguja kuna 1.4 million, milioni 1.4. Pemba kuna 400,000, laki 4. Let's round off to the nearest 10. Tunapata milioni 2. Chukua wale jumlisha na watu wa Dar. Wote wanaoishi Dar es Salaam tu as we speak, mimi, wewe, Ali, Henry na washikaji zetu wote twende kwenye msiba. Ndo wingi wa watu waliojitokeza katika msiba wa Khamenei, na bado hatujafikia idadi halisia iliyoko pale. Inakadiriwa ni milioni 9 mpaka 10. Hiyo ni takriban. Sema kwa Dar hapa ni mpaka mwaka jana 2025 ilikuwa ni milioni 8,562,000. So tunaweza tukasema sasa hivi inaweza kawa ni 9, inaelekea mpaka 10 huko bila shaka. Sawa. Sasa hebu fikiria watu wote wa Dar es Salaam, wote ambao washahesabiwa, wote tukusanye na Unguja na Pemba, ndo tupate hiyo dadi give or take, alafu wote waende kwenye huo msiba. Cha kwanza, huwezi ukashawishi watu wengi kiasi hicho watu waende kwenye msiba. The only thing ambacho kinaweza kikapelekea watu wengi kiasi hicho na kuwa na mahaba ya kiasi hicho ambayo ameongezea, umeyataja hapo, watu wanatupa kama nguo ile ya Khomeini mwenyewe, watu walivyoanguka jeneza kwa na chana ile ndani ya sanda ile kwa sababu ya tabaruku na vitu kama hivyo. Watu wengi kiasi kile, the only thing ambayo inawapeleka ni drive ya mapenzi ya watu kama hao. Kwa hiyo it's a win for Iran. Na kama kabla hivi vita serikali ya Iran ilikuwa ina udhaifu kidogo au ilikuwa ina udhaifu sana, then hichi ndo kitu ambacho walikuwa wanahitaji kwa sababu ya kurudisha umoja kati ya raia wake na serikali yake. Ndo alichokifanya Iran, alichokifanya Marekani na Israeli. Hiyo pointi moja. Ila pointi ya pili ambayo ni ya muhimu sana, ambayo
nataka niigusie kwa ufupi sana, ni choice of aya. Kila aliyekuwa kiongozi aliyekuwa anaingia pale walichaguliwa aya ambayo kutoka kwenye Qur'an takatifu ilikuwa ina somwa pale, na kila moja ilikuwa ina umuhimu wake. Sasa nimezichambua hizi aya, baadaye watazikuta kwenye YouTube yangu, lakini nataka hapa niwatajie chache tu wajue kuna ujumbe. Yani Iran, mnakumbuka Hamas walipo ile ceasefire ya mwisho kubwa ambayo walitoa asilimia kubwa ya wale waliokuwa wamebaki mateka wale, Yeah. Mnakumbuka how smart waliplay kwenye PR yao, wakatengeneza bango kubwa ile, wakawepo wanajeshi wa Hamas pale, wakawa na silaha za Kiisraeli, zile gun ambazo walizichukua walipokuja wanajeshi wa Kiisraeli kushambulia ndani ya Gaza, wakawaua, wakazichukua zile. Jinsi ambavyo waliishi vizuri na wale mateka, kiasi kwamba wale mateka wakati wanaondoka unakuta mtu anamhug fighter wa Hamas, yani anaonesha kabisa kuna connection nzuri. Hata yule bibi, na walikuwa wakifanya interview wanaongelea vizuri sana, mpaka wakapigwa marufuku kufanya interview. That was a win and it was a very smart move kwa Hamas kufanya vile. Sasa Iran wame play the same role kwenye msiba huu, jinsi walivyocheza na upande wa PR. Nitaomba nisome tatu tu kwa sababu ziko nyingi, lakini nitasoma tatu. Ya kwanza ni aya walioichagua kwa ajili ya delegation ya Saudi Arabia, ambayo ni Suratul Imran aya 13. Ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Kan kana lakum ayatun fi fiyatayn iltaqat fihi tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirun yarawnahum mithlihim ra'a al-ayn wallahi yuayidu binasrihi man yashau inna fi dhalika la'ibratun liulil albab. Tafsiri yake nasema hivi: hakika kulikuwa kuna ishara kwenu nyinyi, kuna ujumbe kwenu nyinyi katika yale makundi mawili yaliyokutana kwenye vita, moja ikipigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na nyingine likipigana katika njia ya kukataa uongofu. Waumini waliona adui yao wakiwa na idadi kubwa mara mbili yao, lakini Mwenyezi Mungu humsaidia kwa ushindi yoyote amtakaye. Hakika katika hayo kuna mafunzo kwa wenye utambuzi. Aya hii inaongezea kulikuwa kuna vita vikubwa ambavyo vilitokea kipindi hicho wakati Qur'ani inashuka wakati wa Mtume SAW, na kulikuwa kuna kundi ambalo liliamua kuchagua upande wa udhalimu na kuna kundi liliamua kuchagua upande wa haki. Kwa hiyo ilikuwa ni ishara na dongo kwa Saudia kwamba kwenye hivi vita nyinyi mmeamua kuwa upande wa madhalimu. Alafu Iraq nitaruka, Uturuki pia wamepigwa dongo lakini nitaruka. Nataka tuangalie Qatar, uhusiano wao na Iran umekuwa on and off, up and down, lakini hayo walioichagua ina ujumbe wa kuonesha kwamba wamesha, yani yaliyopita si ndwele tugange ajala. Wamechagua sura ya aya pili mpaka ya tatu. Inasema hivi: ba'udhu billahi minash shaitani liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqima. Mwenyezi Mungu akusamee makosa yako ya nyuma na yatakayokuja, akukamilishie neema yake na kuongoza katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo Qatar ilikuwa ina uhusiano mzuri na Iran, lakini kuna back and forth hapa na pale. Wameruhusu kambi zao ziruhusiwe zishambulie nini, lakini wamekuwa na uhusiano up and down. Lakini hii ni ishara kwamba wameshakaa, wameshayaongea, wameamua kuyasamehe. Sasa katika mtu aliyepata aya ambayo ilikuwa ina ngazi ya juu sasa kabisa kwangu mimi ilikuwa ni Pakistan, ambayo ni aya 80 katika suratul Isra. Inasema hivi: ba'udhu billahi minash shaitani kul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Nasema Mola wangu, nijalie kuingia kwa heshima na kutoka kwa heshima, na unipe kutoka kwako mamlaka na kunisaidia. Kwa hiyo hii aya inaonyesha heshima kubwa sana kwa Pakistan, lakini to join dots ya kitu kimoja.
Iran nadhani mnafahamu kwamba wametoa wazo na wito kuwe kuna umoja NATO ya Kiislamu ambayo kiongozi wake atakuwa nani? Atakuwa ni Pakistan. Kwa hiyo hata hii aya unapoisoma inatoa heshima kubwa sana kwa Pakistan. Na kuna hii hapa ya Hamas ambayo suratul Ahzab 33, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahda Allahi alayhi faminhum man qadha nahjuhu wa minhum man yantadhir wama baddalu tabdila. Na miongoni mwa waumini wapo ambao wametimiza ahadi yao waliomwahidi Mwenyezi Mungu, na baadhi yao ahadi hiyo wametimiza, na waliobakia wanangojea zamu yao. Kwa hiyo ni kuambia Wapalestina kwa msimamo wao. Sasa nitaishia hapo, lakini karibia kila nchi iliyoingia zimesomewa aya na zilikuwa zina ujumbe mule ndani. Watu wakipata nafasi, wakitaka kwa urefu wake, wanaweza wakapita kwenye channel yangu, nimezichambua kwa urefu. So kulikuwa kuna ujumbe. Hii msiba wameifanya kwenye symbolism nzito sana. Nadhani wengi tumekutana na picha kwamba ulikuwa ukiingia airport, wamepanga vibegi vya shule vyenye picha ya wale watoto 86 waliouawa na mashambulizi ya Marekani kwa kutumia Tomahawk. Na ilikuwa ni double tap actually. Walishambulia mara ya kwanza, watu walivyokuja kusaidia walioshambulia wakashambulia tena. Wameweka picha ya wanafunzi 86 watoto wadogo na picha zao na mabegi yao na maua. Kwa hiyo they played very smart, na ikumbukwe kwamba Marekani imetumia nguvu kubwa sana pia kuzuia nchi zisiende kwenye huu msiba, na imetangazwa kabisa. Nadhani Taskai niliona taarifa kwenye SNS uliripoti kwamba kuna nchi zilizuiwa na Marekani zisiende. Hawa walioenda wameenda, ikiwepo Tanzania. Tanzania imeenda. Ndio maana huwa tunasema Tanzania is a non-aligned state, huwa tufungamani na mtu wala hatupangiwi nini cha kufanya. Kwa hiyo tulienda pale kwenda kutoa msiba. So it's a very big win diplomatically, kidiplomasia, kwenda nchi 100 kwanza kwenye msiba, kwa sababu ni kipindi cha maombolezo. Wanaonesha kwamba hawajaridhika na hawajakubaliana na kilichotokea, wameenda kutoa pole yao, lakini inaonesha kwamba dynamics zimeisha. Na pia hii kilichotuambia kwamba hali ilivyokuwa kabla ya vita na heshima iliyokuwepo ya Marekani na Israeli kabla ya vita, kwamba they were unstoppable, kwamba Marekani ilikuwa unstoppable kwa vile wana kambi zote pale Middle East, wana aircraft carrier ambazo ni 2-3 ziko pale sasa hivi, na mandege yao na manini. People believe they were unstoppable, yani wakiamua kukufuata wewe hautoboi. Na vile vile Marekani ni superpower, hilo halipingiki. Israeli ilikuwa inaaminika pia ni superpower, kwamba pia haizuiliki lakini haigusiki. Kwa hiyo superpower wawili wameungana kupigana dhidi ya taifa moja ambalo tuliaminishwa ni dhaifu, ni taifa ambalo liko uncivilized, la kinyume, liko kwenye sanction zaidi ya miaka 47 na hali yao ni dhaifu, lakini limeweza kusimama dhidi ya mataifa mawili superpower bila kuomba msaada. Imebadilisha kabisa dynamics of power. Ila pia uwepo wa nchi za Gulf una ujumbe mzito sana, kwa sababu kumbuka Irani amezishambulia hizi nchi zote, Saudia, Qatar, Kuwait na wengine wote amewashambulia, lakini bado wametuma wawakilishi wao pale. Inamaanisha kwangu mimi tafsiri ni kwamba hizi nchi hazitaki uadui kiasi hichi na Iran, lakini kwa vile kuna external actors ambao ni Israeli na Marekani ndo wanawaingiza kwenye hii, wanajikuta wanaingia kwenye hivi vita. Kuna uadui, of course, kuna usuni na ushia, hiyo ipo, lakini sio kwa level hii ya kushambuliana na kusababishana madhara. Kwa hiyo nimefurahi kuona kwamba zile nchi zimeenda. Huenda ikawa ni kipindi ambacho najua kutakuwa kuna maongezi back channel pale, lazima automatically nchi za Saudia, Qatar, UAE, Kuwait na wengine watakana na Iran directly kuongea, jamani, hivi vitu tuvimalize yaishe. Lakini ni ishara nzuri kuona hizi nchi za Gulf zimeenda pale. Kwa hiyo symbolically ilikuwa ina ishara nyingi sana kwenye hivi vita. Na nimalizie kwa sekunde chache, hakuna mtu ambaye anaumia. Nani anamkumbuka Reza yule ambaye mwanzo wa vita alikuwa anataka ndo achaguliwa ende kuwa nani
Ameponda sana mazishi ya Ayatollah. Sasa yule anaumia sana kwa sababu haoni kabisa dalili ya Wairani kumkubali. Hebu niambie wale Wairani watamkubali kweli yule aenda kwa rais? Yani ni ngumu, haiwezekani. Anajua kabisa this is done. There is no way watanikubali. Kwa hiyo nadhani katika wote ambaye anaumia zaidi ni huyo. Mimi naomba niishie hapa. Sawa. Sasa nataka nirudi kwako Henry tena. Kwa ufupi sana unijibu pia swali la wito wa kisasi na kama ni jambo ambalo linawezekana, lakini pia kauli ya Trump alisema Jumapili kwamba ameshangaa kuona kwamba Wairani wanampenda Ayatollah, yani walikuwa wanalia ana mashaka na machozi yao kama yako real. So anafikiria kwamba yani yeye before hapo alikuwa anaamini kwamba Wairani wanamchukia sana. Unadhani ni ndivyo alivyokuwa anaamini kweli kwamba Wairani wanamchukia kiongozi wao? Kwa sababu wanalishwa maneno taarifa za kiintelijensia ambazo wamekuwa wakipelekewa, japokuwa kwenye swala la Irani taarifa zinaonyesha waliambiwa kwamba kuondoa uongozi wa Irani ni ngumu. Sasa sijui wao waliamini ni ngumu kwa sababu una mabavu sana, una mizizi sana, haupendwi kabisa. Inawezekana hivyo, lakini kumekuwa na tabia ya nchi za magharibi hizi, vyombo vya habari vimekuwa na tabia ya kutengeneza kama wana program taarifa kutoka kwenye nchi nyingine ambazo ni mbaya mbaya sana. Na ndio maana hata sisi wa Afrika ukiangalia taarifa zinazoonyeshwa CNN, taarifa zinazoonyeshwa BBC na vyombo vya magharibi, yani ni taarifa fulani za majanga, shida. Hawaonyeshi vitu chochote kizuri ambacho kiko huku. Kwa hiyo vita, Ebola ndio wanaripoti hivyo vitu. Lakini kuripoti labda kuna documentary inayoonyesha maendeleo labda ya bara la Afrika kutoka huku, miundombinu labda kuonyesha fukwe zilizopo huku, milima, rasilimali, hawafanyi hicho kitu. Kwa hiyo Henry, unajua wameripoti umeme kukatika Tanzania, BBC. Hivyo ndio vitu wanavyoripoti, lakini hawawezi kuripoti kitu chochote kizuri kutoka Afrika. Na hiyo ni moja kati ya njia ya kuwacontrol raia wao, na pia kucontrol kitu kinaitwa narrative, kucontrol saikolojia za watu wawe wanaona yani kama huku ni sehemu fulani ni ambako hakufai kabisa. Kwa hiyo changamoto inakuja kwamba hata yeye amekuwa akiamini hivyo. Yani wanaaminishwa kwamba hamna sehemu bora zaidi ya pale wanapoishi wao. Labda sana ni nchi nyingine za Ulaya, lakini mabara haya mengine kama Afrika hakuna chochote, ni watu ambao tunaishi primitive, pengine wengine wanaamini pengine hata bado tuko juu ya miti na vitu kama hivyo, wanasema kwamba tunaishi juu ya miti. Tunalala na wanyama, lakini pia pangoni. Ukiacha hivyo, kama mnakumbuka kuna kipindi Nyerere aliwahi kutoa speech, nafikiri alikuwa kwenye kikao kimoja cha mataifa haya, akawa anashangaa kwamba yani wao wanasema yani vita ikiibuka labda unaona Ukraine sasa hivi kuna vita, hatusemi Europe kuna vita, tunasema ni Ukraine pana vita, Ukraine anapigana na Urusi. Lakini sisi vita ikitokea South Sudan au Congo wanasema Afrika. Na Nyerere alivyoenda wanamwambia nyinyi Afrika mna matatizo ya vita. Anamwambia what do you mean by nyinyi Afrika? Kwa sababu yeye ametoka Tanzania. Wewe unavomwambia nyinyi Afrika unamaanisha nini? Na akawaambia ni sawa sawa na mimi niseme kwa sababu nchi fulani ya Ulaya ina shida, niseme Ulaya mna matatizo. Kwa hiyo kumekuwa na namna fulani ya kutengeneza taarifa ambazo zimekuwa zikiweka hali ya uhasi, taarifa mbaya kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo hata Trump ni mtu ambaye amekuwa akilishwa hayo matango pori kwamba Wairani ni nchi tu ambayo haina chochote, ni wakupiga tu siku 2-3. Aliambiwa siku 3 watapigwa, basi kutakuwa hamna kitu. Tumeshuhudia hizo narrative pia kuhusu Korea Kaskazini kwamba ni taifa lisiloendelea, watu wanakula yani wanakula mpaka vinyesi. Hizo ni taarifa za vyombo vya magharibi kwamba wanaumwa, wanakula vinyesi, hamna hata chakula. Yani ni taifa ambalo ni la hovyo, halina chochote. Lakini tunaona ukiingia ukaangalia Pyongyang jinsi ilivyo,
ni moja ya majiji bora kabisa kama majiji mengine ambayo yako Ulaya na nchi nyingine. Kwa hiyo hiyo ni tabia na ni hulka ya vyombo vya magharibi. Kwa hiyo vinasababisha raia wake, hata viongozi, kuwa na mtazamo hasi dhidi ya jamii nyingine. Kwa hiyo ni hivyo hivyo wamekuwa na mtazamo huo hata kwa Iran, kitu ambacho sio cha kweli. Na ndio maana unaona anashangaa, mbona, kwa sababu mwisho wa siku sasa hivi dunia huwezi, yani taarifa ziko nyingi kwenye mitandao wapi, kwa hiyo ni ngumu pia kumficha mtu. Kwa hiyo zile procession au yale mazishi pia, kwa sababu kwa mfano CNN kisera sasa hivi hawapatani na serikali ya Trump. Kwa hiyo CNN wanarusha vile vitu ambavyo vinaonyesha kwamba serikali ya Trump ilikuwa wrong. Kwa hiyo lazima waonyeshe Khamenei alikuwa anakubalika, sio kwa sababu wanataka kuisifia Iran, ni kwa sababu wanakinzana na sera za Trump, na Trump amekuwa akiwaita fake news kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna namna wanataka kuonyesha hiyo. Kwa hiyo mwisho wa siku wa Marekani pia wanaona, na wao pia wanafuatilia. Kwa hiyo ule uongo ambao ulikuwa unafanyika zamani siku hizi unakuwa mgumu, kwa sababu mambo yani kuna njia nyingi za watu kupata taarifa sahihi, ukiachana na zile mainstream media ambazo zilikuwepo magharibi kwa muda mrefu. Na sasa hivi kuna watu wana bloggers kama kina Tucker Carlson, wakina Candace Owens, yani kuna ile tunasema citizenship journalism, kwa maana ya wanahabari raia ambao wakiona unadanganya wanaenda wanasema bwana, hiki kitu hakiko hivyo. Kwa hiyo kuna options za watu kupata taarifa sahihi kama unahitaji kupata taarifa sahihi. Sasa hiki kilichotokea kimemtia aibu yeye pamoja na Netanyahu, kwa sababu walifikiri kwamba vita walioifanya kwa sehemu fulani ili Wairani wangeunga mkono, na hawampendi Ayatollah na hawaipendi serikali ya Iran. Lakini hicho sicho ambacho kimetokea, na matokeo yake ndo haya. Na Trump bahati mbaya huwa hawezi kunyamaza, amejikuta analopoka kwamba huyu mtu mbona alikuwa anapendwa sana, mbona watu ni wengi, badala angekaa kimya tu na vitu kama hivyo, Kwa hiyo yote kwa yote taarifa zao na hizo hisia zao ukiziangalia zinatokana na misinformation na disinformation. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo hali ya kupewa taarifa ambazo sio sahihi, lakini pia na kupewa taarifa ambazo zinapotoshwa, yani zinatengenezwa taarifa ambazo ni za uongo, ndio wanalishwa wao na kuchukulia dunia na sehemu nyingine ndio ziko hivyo. Sawa. Sma, nataka pia uchipin kwenye hiyo mtazamo wa Trump kuhusiana na wa Iran, kwamba haamini kama wangeweza kuwa wanalia hivyo, wanahisi kama ni machozi ya mamba. Nadhani jibu lake tunalipata kwenye alichokisema huyu balozi wa Iran alipomalizia, akaambia you don't understand these things, hamuelewi hivi vitu, because you have neither civilization nor history nor honor. Kwa hiyo unajua, hawa ni watu ambao wanaishi nchi mbili tofauti, wenye utamaduni mbili tofauti, na wenye background mbili tofauti. Iran ni nchi ambayo ni nchi ya kidini, ya uongozi wao ni uongozi wa kidini. Of course wana hybrid system ya kumchagua rais, lakini we all know ile ni zuga tu kwa sababu ya pressure za magharibi. Lakini wao mtu mwenye nguvu halisi ni Majlis ambayo juu yake ni supreme leader. Lakini huku Marekani kwa miaka yote anagundua yeye njia yake, kila tatizo kwake ni msumari, ni nyundo. Kwa hiyo kutumia mabomu, kutumia nguvu, kutumia sanction. So hichi kitu anachokiona, nadhani honestly kabisa, naamini kabisa Trump hakielewi, hawezi kucomprehend, kwa sababu taarifa ambazo alikuwa anazipewa. Unakumbuka hapa juzi nilisema, na nilikuwa namnukuu Eric Prince ambaye ndo mwanzilishi wa Blackwater, akiongelea jinsi ambavyo wa Iran na historia yao na Persians kwamba ni wapiganaji na vitu kama hivyo, na they're very strong, very smart. Kwa hiyo lakini nikasema kuna intelligence community ambazo ndo zinampa hizi taarifa rahisi, na zile intelligence community zinaamua zimpe taarifa gani, zisimpe taarifa gani. Na Henry ametoka kugusia kwamba mwanzo wa vita huenda walimwaminisha, lakini naamini ilikuja politically kutoka kwenye pressure ya Netanyahu na washirika wake kwamba tukimuua
Khamenei na hawa viongozi wangapi hao wa juu wa jeshi na serikali ita collapse, which was false information. Lakini walichokuja kukutana nacho ni tofauti. Wameua viongozi wengi sana wa juu, lakini serikali ya Irani imeendelea kufunction kwa ufanisi. Hatujaona kabisa hata athari ya kuondoka viongozi wale. Kwa hiyo ni culture ambayo haielewi na inampa wakati mgumu sana yani kuielewa. Kwa hiyo mimi I understand kwamba ni cultures mbili tofauti. Yani mfano sisi tuangalie mfano wachezaji wetu wa mpira au mtaani. Wenzetu Ulaya, mtu wakati wa kutoka anaweza kanatoka ile kama kumpa motisha ile bongo, mtu atampiga mgongoni yani safi, au atampa 5. Kule wenzetu wanampiga tako. Wao kwao ni tofauti. Ukija ukifanya hii bongo hapo mwanangu ni ugomvi hapo, yani bonge ya bifu. Kwa hiyo ni cultures mbili tofauti ambazo watu hawaelewi. Huku baadhi ya nchi ukionyesha dole gumba unamwonyesha kwamba mambo bie, mambo safi. Kuna sehemu ni bonge la tusi. Umeona? Kwa hiyo ni cultures mbili tofauti ambazo watu wa magharibi na Trump hawaelewi, yani anashindwa kucomprehend. Watu milioni 9 wanajitokeza hapo. It's very difficult for them to understand. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naelewa ni culture mbili tofauti ambazo hazielewi, yani hawaelewi. Mfano kama sisi kuna makabila hapa Bongo ambayo mwanamke bila kupigwa anasema mume wangu anipendi. Sisi nafahamu hizo. Yes. Lakini mjini huku ukimpiga mwanamke kwanza ni kosa, yani akikupeleka kwenye dawati la jinsia na watoto unaweza ukaisha wewe. Umeona So it's ni culture. Kuna wengine huku culture yao wanakula mbwa. Tunafahamu kabila fulani wanakula mbwa fresh, lakini huku wengine wanakula panya. Kwa hiyo yani inabidi, kwa mtazamo wangu, ni culture mbili tofauti ambazo hazielewi, na ndio maana akanasema huwezi ukaelewa hivi vitu, na nadhani ndio maana hata nchi zingine wanashindwa kuelewa. Hamas pamoja na mashambulizi yote, they are still strong, they are still there. It's an ideology. You cannot kill an ideology using force and bombs. Sawa. Well, basi tuishie hapo. Naamini kwamba tutakuwa tumemjuza mengi sana yule ambaye ametutazama hapa kuhusiana na hilo. Mazishi yanaendelea hapa katikati, kama kutoka kuna mengine muhimu ya kuyajadili utaileta hapa tena, lakini leo tuishie hapa guys. Sema asante sana Henry pamoja na DJ Sma. Pamoja sana. Kuna uchambuzi nimeufanya kwa in detail, especially wa aya hiyo. Wakipata nafasi wanaweza kapita kwenye nani yangu hapo wakaangalia, lakini pia nimeelezea leo kidogo, muda umekuwa mchache, historia ya Khamenei na viongozi wa Afrika kuanzia Samola Machel na wengine all the way. Ndo maana pia kumekuwa kwa nini watu wa Afrika pia wanampenda sana, ikiwepo Tanzania kuja kukopeshwa mafuta na vinginevyo. Okay, sawa. So tembelea DJ Sma 255 kwa ajili ya kufahamu hayo mengi ambayo ameandaa kwenye makala yake. Mimi naitwa Frederick Bundala kwa niaba ya DJ Sma pamoja na Henry Mwenuka. Ali amepata changamoto ndio maana hajaweza kujoin kama nilivyokuwa nimesema hapo awali. So hadi siku nyingine tena, nikutakie siku njema. Kwaheri.